Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi na watazamaji wa channel yetu pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Leo tena tupo katika mwendelezo wa vipindi vinavyopatikana katika channel hii. Tunakuomba uweze kusubscribe ili uwe kwanza kupata matukio yetu katika channel hii. Uweze kucomment, kulike na kushare katika hali zote za wale watu ambao kuwapa habari na kuwa kwanza kupata matukio mbalimbali yaliyopita, ya hivi sasa na yatakuja katika channel yetu hii pendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Niseme neno la lugha haushi ya Kiswahili kukwambia karibu, nikikutaka ukaribie kusikiliza, nikikutaka pia ukaribie kunitazama mwanzo mpaka mwisho katika mada hii ambayo kwamba leo tutaenda kuizungumzia. Bado tupo katika mwendelezo na mchango wa safari zetu za dawa ambazo kwamba tunazidi kuzileta kwenu kutaka ushirikiano kwa namna yote, kwa namba ambazo kwamba zinapita hapo chini, ili kuweza kufanikisha safari hizi za dawa endapo pale tumezungumzia vijijini. Lakini vile vile michango ambayo kwamba inaendelea mingine ya kuboresha studio zetu za hapa Ustadh Shafi Online TV. Na leo tupo katika mada ya mwendelezo wale watu ambao wanaharibu Uislamu kwa fikra zao, lakini pia kwa vitu ambavyo wanavizungumza bila taaluma ambazo kwamba zipo kichwani mwao, na akiwataka watu wengi kupotoshwa katika maadili hayo. Leo tutamzungumzia kijana ambaye kwamba ametuma clip yake kwa njia ya mtandao wa TikTok na akiharibu Uislamu au akiharibu maandiko au akiharibu historia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akiwa amezungumzia na kutolea mifano ya aya ya sura 33 aya ya 37. Sheikh Shafi, kwanza karibu sana. Asante sana. Shukran. Tunamtaka Sheikh Shafi leo atueleze juu ya hoja ambayo kwamba imejitokeza katika mitandao ya kijamii hususan TikTok. Kuna jamaa mmoja anasema, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hapa tena mbele yako ni Abeli Subanishiliwa, mwanafunzi wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu yangu Muislamu, nataka tujifunze leo kitu, alafu niambie, hivi kweli Muhammad kumtamani mke wa mtu ilikuwa ni matakwa ya Allah ama ilikuwa ni yeye mwenyewe? Kwa sababu Muhammad kwa mujibu wa Qur'ani tunaarifiwa alimuoa mke wa aliyekuwa mwanawe wa kufikia, yani Zainab aliolewa na Zaid bin Harith. Huu Zaid bin Harith alilelewa na Muhammad akawa kama mwanawe, akaitwa Zaid bin Muhammad. Lakini Zaid alimuoa bi Zainab, binti mzuri sana. Sasa Muhammad kwa sababu alikuwa na ukaribu na Zaidi, tunaambiwa kwamba kuna siku moja Muhammad aliambiwa aende kule kwa Zaidi ili amwambie Zaidi amwache Zainabu ili Muhammad apate kumuoa. Lakini Muhammad alipokwenda kule, kwa sababu ya kuogopa watu, akaamua kuzungumza mengine. Tunapata wapi haya? Tunaisoma Qur'an sura ya 33 aya 37. Naisoma alafu Muislamu niambie, kweli alikuwa ni Mungu au Muhammad alikuwa na tamaa ya mke wa mtu? Inasema hivi: na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha, shikamana mkeo na mche Mwenyezi Mungu, na ukaficha nafsini mwako katika Mwenyezi Mungu kuyafichua, nawe ukawachelea watu, hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kuchelea. Basi Zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe, ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake watoto wao wa kupanga watakapokuwa wamekwisha timiza nao shurti za taraka, na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa. Hii aya ukisoma hapa, tunapewa taarifa kwamba Muhammad alikuja kumua bi Zainabu baada ya Zaidi kumpa taraka mke wake. Lakini unapoanza kuisoma mwanzo wa aya, unapata picha kwamba Muhammad hakupaswa kumuoa baada ya kupewa talaka na Zaidi, isipokuwa takiwa kumuoa hata kabla Zaidi hajaamua kumwacha. Inasema hivi: na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha, kwa maana alimpa neema kuwa Muislamu, hiyo ni kwa mujibu wa Uislamu, nawe ukamneemesha. Neema ipi? Ya Muhammad kumlea huyu Zaidi. Alienda akamwambia Zaidi, akamwambia hivi: shikamana na mkeo, manake mke wako usije ukamuacha.
na ukaficha nafsini mwako, hata Mwenyezi Mungu yafichua. Anapoongea Muhammad kama Zaid na mkeo mshikamane, alikuwa anazungumza tu kama zuga ya kuogopa watu, akaficha kitu ndani ya moyo wake. Kipi hicho? Itakiwa Muhammad amwambie Zaidi, muache huyo mwanamke, muache. Yani Zaidi kabla hajapenda yeye kumwacha, aitakiwa ashurutishwe na Muhammad aweze kumuacha. Na kwa mujibu wa Uislamu, Muhammad na Allah wanaposema jambo, Muislamu hana hiari ya kuamua. Ilikuwa ni Zaidi tu amwache mkewe hata kama anampenda. Sasa hivi kweli Mungu anakutuma uende kwa mke wa mtu ukamuoe mumewe kabla hajaamua kumuacha, afu nasema ni ufunuo wetu Muislamu? Wewe unakuja akilini kweli? Yani Muhammad anaenda kwa Zaidi, badala aseme muache, anasema wewe na mke wako bwana mshikamane, huku anaogopa watu. Sasa Zaidi ilipoendelea, mwisho Zaidi alipokuja kumuacha, sasa ndo anakwenda kumua baada ya kuachwa, lakini malengo ya mwanzo alikuwa moe kabla ya kuachwa. Yani kwa maana Zaidi kabla hajaridhia kumuacha. Na pengine inawezekana tumefichwa hapa, labda huenda Muhammad aliendelea kuchokonoa ili Zaidi amchukie mkewe, ampe talaka, kwa sababu tayari Muhammad kishampenda Zainabu, kishampenda. Kwa hiyo inawezekana hata huyu Zaid bin Harithi alisukumwa kumwacha mkewe kwa msukumo wa Muhammad, kwa kisingizio cha wahai. Kwa Mwenyezi Mungu alimwambia Muhammad aende kule na amwambie Zaidi muache mkeo. Eti Muislamu vipi? Inakuingia akilini Mwenyezi Mungu kweli akutume, tena amtume nabii mnasema kipenzi chake mbora, mfano mzuri, aende akamwambie mtu mwana muache mke, mimi ni muoe? Kweli Mwenyezi Mungu? Muislamu, inakuingia akilini hiyo? Kabisa. Akasema tulifanya hivyo kwa ajili ya waumini na wao pasiwe na ugumu. Kwa nini singeshuka kwanza aya kabla Muhammad kufanya hiyo? Kwa nini ishuke aya baada ya Muhammad kufanya? Yani Mungu aleta aya ya kuhalalisha kitu baada ya Muhammad kulaumiwa. Manake watu hawakulizika. Inaitwa Al-Ahzab, sura ya makundi wanakaa kumjadili Muhammad. Vipi anawaje mtoto wa mwanawe wa kupanga? Baada ya kulaumiwa ndo unashuka wahai, tulifanya hivyo kwa ajili ya waumini na wao wasiwe na tabu. Yani waumini wasiwe na tabu baada wewe kufanya na ukalaumiwa. Kwa nini singeshuka aya kabla wewe hujafanya? Muislamu, naonaje? Uni ufunuo au tu tamaa ya Muhammad kumtamani mke wa mtu? Na kwa sababu akasema ni nabii wa Mwenyezi Mungu na nyinyi mnaamini hivyo, na amewafunga kwamba yeye akiongea jambo wewe Muislamu huna hiari ya kuamua. Yani kama Daudi vile alivyomwingilia mke wa Uria, ingekuwa ndo Muhammad hapo angeleta wahai. Mwenyezi Mungu aliniambia ni muingilie, lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki alimuonya Daudi. Mimi ni Abeli, barikiwe, uwe na wakati mzuri. Anaizungumzia kwanza, anamzungumzia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia akimtaja Zaid mule ndani, pia akimtaja Zainab ambaye kwamba aliwahi kuwa mke wa Zaidu. Na katika kuanza kwake aligusia salamu ambayo kwamba imekaa kimatata kidogo. Shekhe atapita nayo, tutamuomba pia apite nayo, lakini pia akisema kwamba kuhusu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa au amemtamani mke wa Zaid, mke wa Zaid, mke wa aliyekuwa mwanawe, ambaye kwamba amesema mwanawe wa kumlea, mwanawe wa kambo kwa tafsiri nyingine unaweza kusema hivyo. Alikuwa akimtamani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimtamani mke wa aliyekuwa Zaidi. Hii ikoje na usahihi wake ukoje? Sheikh Shafi atatueleza kwa upana zaidi. Uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho katika muendelezo wa kipindi hichi. Naam Sheikh, karibu. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza Sheikh Saidi, nataka nikuambie jambo ambapo mimi sikutaka kumjibu huyu kijana, lakini nimeona watu wengi sana wamenitumia hii clip na kuonyesha kwamba amesema maneno mabaya, kwa sababu mimi namjua huyo kijana ni kwamba hana elimu, hajui anachozungumza. Nilishawahi kuona watu wananiambia nifanye debate naye, nikamwambia siwezi kufanya debate, kwangu mimi mtu ambaye hata anachokisema hakijui. Lakini cha pili, anachozungumza yeye ni ushabiki, anazungumza chuki, hazungumzi kufundisha. Kwa maana anazungumza vitu anavyovitafsiri mwenyewe katika kichwa chake, na kikiona hiki namna kilivyokaa, anaona kwamba anapaswa kusema jambo fulani ili kuharibu. Na kweli mitandaoni huko vijana wa Kikristo wamepongo wengi sana kuharibu. Lakini waambie Waislamu kwanza, mashaka wanayoyapata watuletee sisi. Sisi ndio tumechagua hii kazi yetu. Meshe Saidi natamani kuona kwamba sifanyi kazi yoyote zaidi ya hii. Yani natamani ifike mahala watokee tu Waislamu waseme, Sheikh Shafi, wewe sisi tunakukabidhi kazi ya kufanya ni hiyo tu, usifanye kazi nyingine yoyote. Maisha yako sisi tutajua wewe unaishi vipi. Natamani sana iko kitu, kwa sababu machafuko yamekuwa mengi. Sometimes silali naumiza kichwa kwamba hapa tunajibu tunafanyaje hivi. Yani kazi yangu kuangalia kila siku mtandao. Yani mara nyingi sana huwa nashinda katika mitandao kuhami Uislamu, kumhami Mwenyezi Mungu na kumhami Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa sababu hili swali limekuja na tunatakiwa tujibu, basi tutajibu. Cha kwanza tumchambue huyu kijana. Na watu watamuona salamu yake aliyotoa, alisema Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijawahi kuona katika Biblia salamu ya namna hiyo, au nakusalimuni kwa jina la Yesu. Mimi sijawahi kuona salamu ya namna hiyo, isipokuwa salamu ya Bwana Yesu mimi naijua inapatikana katika Yohana 20:19. Kama una Biblia Sheikh Saidi, unaweza ukasoma kitabu cha Yohana 20 mstari wa 19. Tukatazama, tunamweka kwenye mizani kidogo kwa vile vitu ambao wewe havitambui. Hajui Qur'ani, hajui Biblia, ni mlopokaji, ni mtukanaji, ni mtu aliyepangwa tu kwa ajili ya kuchafua Uislamu. Tusome. Sawa, tusome Yohana 20:19 ikiwa inasema, ikiwa jioni siku ile ya kwanza ya juma, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa katika hofu ya Wayahudi, akaja Yesu, akasimama katikati, akamwambia, amani iwe kwenu. Yesu anatoa salamu akisema amani iwe kwenu. Huyu anasema anakusalimuni kwa jina la Yesu. Umeona Sheikh Said? Ni vitu viwili tayari. Kwa hiyo hajui anachokisema kwanza. Wala Biblia hajui chochote. Ni katika watu ambao tunasema watukanaji, wakashifuji. Yani hajui. Afadhali sasa angesoma akatumia hekima na busara katika kutushawishi kwamba labda tuone kuna ukweli wa kitu fulani anachokisema. Lakini yeye kutoa salamu tu imemshinda. Yesu anasema amani ya Mungu iwe kwenu, yeye anasema anawasalimia kwa jina nani? La Yesu. Kwa hiyo ni vitu viwili Sheikh Saidi tofauti ambavyo yeye anavyovifanya. Kwa hiyo ukimweka katika mizani, ni mtu ambaye asiyejua chochote, lakini anatafuta umaarufu kwa kutukana, anatafuta umaarufu kwa kutukana Uislamu, kumtukana Mungu, kumtukana Mtume. Umaarufu wake anautafuta hapo. Hata hivi mimi ninavyomjibu anajisikia faraja kuona kwamba hata Sheikh Shafi kafanyaje, kanijibu. Yani nilikuwa sitamani sana hiki kitu, lakini kwa sababu maombi ya Waislamu yamekuwa hivyo, basi nimeamua kujibu. Sababu kuna siku alishaingia kwenye online yangu akaona nimemjibu, akasema nashukuru Waislamu watanifuatilia kwa sababu wewe umenijibu. Yani anaamini mimi kumjibu Waislamu watamfuatilia. Sawa, amekufanya wewe ni ngazi sasa ya kufika pale, anaweza kunipandia pale anapopataka. Kwa hiyo mimi sikutaka kumjibu, lakini kwa sababu Waislamu bwana mjibu hivi, ndo nimeona nitoe majawabu tumweke katika mizani ya kumpima. Kwa hiyo mizani ya kwanza, salamu tu haijui, ni kwa jina la Yesu.
wakati salamu hiyo katika Biblia hakuna. Iko ni kitu cha kwanza Sheikh Said. Lakini kitu cha pili, katika watu wataiona hii video, samani tunaiweka tukuonyesha ule upumbavu wake. Akasema Muhammad amemtamani mke wa mwanawe wa kufikia. Kwa hiyo kwanza aondoe neno mwanawe wa kufikia, maana ni mwanawe kwa maana Muhammad Zaidu alimuita mwanawe kwa maana ya kuambatana naye, au kwa maana ya mtumishi wake ndio akamuita mwanawe, lakini sio kwamba mtume ana mtoto anaitwa Zaidu. Hapana, sio kweli. Lakini tumweke kwenye mezani kidogo. Yeye anasema Muhammad alimtamani, katumia neno baya sana. Yani alimtamani mke wa mwanawe wa kufikia, alimtamani. Maneno mabaya sana, lakini tumjibu kwa akili yake. Ikiwa tutaweza kutafsiri maandiko kama haya, tutamtafsiri vibaya babake Yesu ambaye ni Daudi. Ukisema Luka 1:30, Yesu babake ni Daudi. Wakristo wengi sana wanabishaga hapa kwamba Sheshafi hajui Biblia, Yesu babake Daudi. Nimsoma Luka 1:30 kwanza. Niliwahi kumuona mtu mmoja tena ananibishia kwa matusi kabisa. Ananiambia huyu mjinga hajui Biblia huyu. Toka lini Yesu akawa babake Daudi? Yani toka lini Yesu akawa babake Daudi? Sawa. Luka 1:30. Sawa. Luka 1:30. Sawa. Tusome Luka 1:31 ikisema, tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Biblia inasema Yesu babake nani? Daudi, si ndio umesoma? Ndiyo, Daudi. Wakristo wengi sana walikuwa wanapinga hili, lakini nawaambia wasome Luka 1:34 hiyo, kwamba inaonyesha Yesu babake Daudi. Kuna historia kubwa sana kati. Lakini twende kwa namna yeye majawabu anayoyatoa. Twende katika kitabu cha Samueli wa pili 11:2. Tumtazame Daudi alikuwa vipi. Yani kama anataka vitu vya kufundishana kwa staili hivyo, basi tumtazame babake Yesu ambaye ni Daudi. 11 mstari wa 2. Sawa. Kitabu cha Samueli wa pili 11:2 inasema, ikawa wakati wa jioni. Shasaidi andiko linasema ikawa wakati wa jioni. Daudi akaondoka kitandani. Nani huyo sasa? Daudi huyo. Ambaye babake nani sasa? Yesu. Anaondoka wapi? Kitandani. Endelea. Akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Daudi anapanda juu ya dari ya nyumba ya nani? Mfalme. Yani anatembea juu ya dari kule. Endelea. Na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga. Sasa Biblia inasema babake Yesu Daudi kaona mwanamke anafanyaje? Anaoga. Yani yeye katembea juu ya dari, afu akachungulia hivi akamkuta mwanamke anaoga. Manake yuko uchi. Tunaomba kuoga manake yuko uchi. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana. Umeona? Mwanamke alikuwa very smart, yani mzuri sana mwanamke. Jamilu, Mjid alikuwa mzuri sana. Daudi kapiga chabo kwa mujibu wa Biblia. Ndio. Sio zaidi. Ndio sasa. Twende kwa akili zake. Nataka tujifunze kwa akili zake. Endelea. Mbali na uzuri wa kumpendeza macho. Umeona? Yale macho yenyewe yanavutia. Yani Daudi alipoangalia tu babake Yesu, akaona ukweli mtihani. Ndio. Akafanyaje sasa? Naye Daudi akapeleka. Akauliza habari ya yule mwanamke. Daudi kavurugwa. Alipomtazama kile chuma tu, akili kamtoka. Akaanza kuuliza, yule mwanamke yule anatoka wapi yule? Yuko juu ya dari kamchungulia huko. Kaona vitu vyote, sio? Aliposhuka chini akauliza, kwani yule mwanamke yule anatoka wapi yule? Mtu mmoja akasema. Kuna mtu sasa aliyemuuliza akasema kitu gani? Je, huyu siye Bathsheba? Huyu sio Bathsheba huyu? Binti Eliamu. Huyu binti wa Eliamu ambaye ni nani sasa? Mkewe Uria. Mkewe Uria. Mhiti? Mhiti. Mkewe nani? Uria. Kumbe yule binti ni mke wa mtu, sio? Endelea sasa. Basi Daudi akapeleka wajumbe. Daudi bila kujali kama mke wa mtu yule. Kwa Muhammad alimwacha. Zaidi alimwacha?
Ndio Zaid alimwacha kwanza. Lakini Zainab. Daudi Huyu mke nani Daudi yeye alishaambiwa kwamba wewe mke wa Huria, lakini akapeleka wajumbe. endelea sasa. Akamtwaa naye akaingia kwake. Akiwa endelea sasa Naye akalala naye. Sio kumchukua tu, akalala naye Maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Endelea. Kisha akarudi nyumbani kwake. Unaona? Daudi kamchukua yule mwanamke. Mke wa mtu kamchukua, akalala naye, kisha akarudi nyumbani kwake. Endelea kidogo, kuna story. Yule mwanamke akachukua mimba. Akafanya? Yule mwanamke akachukua mimba. Endelea. Basi akapeleka na kumwambia Daudi. Akasema ni mjamzito. Tunajifunza nini? Twende kwa akili yake ya kiupotofu yeye. Twende kwa akili yake ya matusi. Twende kwa akili yake ya kukashifu. Kwa hiyo tuseme hapo baba yake Yesu sasa kaiba demu mke wa mtu afu kamtia mimba. Vijana sasa wanasema akatembea na mke wa mtu. Akatembea na mke wa mtu akamtia. Nimetaka nimjibu tu kwa akili. Akili, twende kwa akili zake tu twende. Yesi mtukanaji? Twende kwa akili zake anazozita. Tusikufundisha kwa stylish sasa. Sisi watu wa matusi. Sisi watu wa kufundisha. Turudi kwenye hoja yetu. Si umetosheka hapa? Nimetosheka sana. Nilitamani kipande hichi tukirudia zaidi ya mara moja. Kinatosha hiko, kinatosha sana. Tunamfundisha tu, tunamfundisha namna ilivyo. Turudi kwa Zaidu sasa. Sheikh Zaidu ana historia kubwa sana na bwana Mtume Muhammad. Zaidu aliletwa kwa Mtume na Bi Khadija. Zaidu alikuwa mtumishi wa baba yake Bi Khadija. Baada yake Bi Khadija akamchukua Zaidu akampeleka kwa Mtume kama mtumishi wa bwana Mtume Muhammad. Kabla Mtume hajapewa utume, Zaidu yuko naye. Zaidu ilifika mahala, wakati wa Zaidu ilifika mahala wazazi wake walitoka huko waliposikia Zaidi yupo kwa Muhammadi kabla hajawa mtume. Wakataka kwenda kumkomboa mtoto wao. Kwa sababu miaka mingi imepita wajaamua, lakini wakapata tetesi yupo kwa mtu fulani. Mtume hajakabidhiwa utume wakati huo anaishi na Zaidu. Wakachukua masurufu ya pesa, dhahabu, nini. Wakatoka mpaka kwa Muhammad. Wakagonga hodi, wakafunguliwa. Wakaulizwa mna jambo gani? Wale wakasema sisi tumekuja hapa kuna mtoto wetu. Akawauliza nani? Wakasema Zaidu. Wakasema naam, Zaidu yupo. Kile kitendo cha kusema Zaidu yupo, wale wakafurahi, kumbe mahala hapa ndipo anapoishi Zaidu, kumbe Zaidu yuko hai hajafa. Kaambia shida? Kaambia tumekuja kumkomboa mtoto wetu. Sema kiasi chochote cha ngawira unachokitaka ili utupe mtoto wetu turudi naye nyumbani. Akasema mimi niko tayari. Mtume anamwambia niko tayari kuruhusu muondoke na Zaidu. Sitaki ngawira yenu yoyote, ila kuna masharti tuwekeane. Wakasema masharti gani? Akasema tumwite Zaidu, alafu tumwambie akiamua kwenda mumchukue, akiamua kubaki abaki. Mtume anasema hivyo, sio hajawa kwa mtume hapo. Anamwambia tutamwita Zaidu hapa. Akiamua kwenda mtakwenda naye, akiamua kubaki tukubaliane hilo. Wale wakasema Zaidu anione mimi babake, amuone huyu ammi yake, mama yake anamsubiri akubali kubaki hapa kwenye utumwa. Habari za utumwani Zaidu atazikubali vipi bwana? Sio kweli bwana. Mtume wakati huo sio mtume, akamwita Zaidu, taala. Zaidu akaja. Baada ya salamu akamwambia ataarifuhuma, unawajua watu walioko mbele? Akasema naam, hadha abi, hadha ammi, akataja wote. Akamwambia wamekuja kukuchukua. Hajamaliza neno kukuchukua, babake akasema Zaidu, mama yako analia sana, anakuhitaji sana nyumbani. Atakuwa na furaha ya aina gani mwanangu Zaidu? Tumekuja na huu mzigo kukukomboa Zaidu. Tumewakwambia lakini Zaidu tuna masharti tumewekeana. Ikiwa unataka kwenda, ruksa kwenda. Ikiwa unataka kubaki, ruksa kubaki. Jibu lako Zaidu. Akasema mimi nabaki kwa Muhammad. Anawakana wazazi wake, akasema nabaki kwa Muhammad.
Baba akasema, unasemaje Zaidu? Akasema, mimi nabaki kwa Muhammadi. Kwa nini? Sijawahi kumuona mtu mkweli, mwaminifu, mwenye hikma na busara kama Muhammad ibn Abdullah. Mimi naishi nyumbani hapa, nabaki kwa Muhammad. Wale wanaondoka, Zaidu anabaki kwa bwana mtume. Hapo mtume ndipo alipomchukua Zaidu akatembea naye mitaani. Akasema, Zaidu huyu mimi mwanangu, yarithuni wa urithuhu, mimi atanirithi na yeye nitamrithi. Akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad mpaka Mungu kateremsha aya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Mungu ndo akasema, hapana, Muhammad si baba wa yoyote katika wanaume wenu, isipokuwa huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwanza Mungu anakanusha kwamba Muhammad na Zaidu, Muhammad sio mwanawe nani? Sio mwanawe Zaidu. Sasa unaelewa? Ndio. Huyu anaposema mwanawe, Mungu anamwambia hapana, 33:40 Qur'ani. Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu. Mungu anamkanusha kwamba huyu sio mwana. Amemwita mwanawe kwa sababu ni mtumishi wake. Kama Yesu katika Marko 2:5. Soma kidogo. Sawa. Unasemaje Said? Tunasoma. Marko 2:5. Sawa. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Unajua Yesu ana mtoto? Hapana. Bwana mta mwanae. Hii kachukua kwa nafasi. Huruma, mapenzi, utumishi. Unaelewa je Zaidi? Umeelewa vizuri? Nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo baada ya watu kudhani kwamba Zaidu ni mtoto wa mtume, ndo Mungu akaja akarekebisha, hapana. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, si baba yoyote katika wanaume zenu. Na aya hii imeshuka, watoto wa kiume wote wa mtume walishakufa. Watu wasije kuuliza mtume si alikuwa na watoto wa kiume. Umeelewa vizuri? Maana uko unajiuliza na wewe, wale kina Ibrahim vipi wale? Umeelewa je Saidi? Ndio maana kuna vita fulani Zaidu aliuawa kinyama sana. Mtume alilia sana vile vita, kuuawa kwa Zaidu. Mpaka watu wanamuuliza mtume, unalia nini? Si tupe. Akasema, hadha bukaun habibun li habibi, kipenzi kumlilia kipenzi wake. Zaidu ndio aliyetoka naye akaenda naye Taifu, kama unakumbuka ile historia ya Taifu, mpaka anapigwa mawe walikuwa na Zaidu. Upo cha Saidi? Nipo. Sasa malezi yale yalipokwenda na mtume na Zaidu yalikwenda mpaka mtume akapewa utume. Siku moja Zaidu ndio kakaa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, baba, umri umefika. Nini? Nataka kuoa. Utakuoa? Nataka kuoa mimi. Kweli? Sawa, unataka kumuoa nani? Akamwambia, nataka kumuoa Zainab binti Jahsh. Toto wa kiungwana, toto mzuri, mwenye kila aina ya sifa. Leo huyu anayotoka utumwani, aliyenunuliwa utumwani, anataka akamuoe Zainab binti Jahsh. Sikiza historia, mpumbavu ajui kitu lakini ndogo huyo. Some historia ajui. Sema tu mtume katamani, nini bwana yeye. Mtume anamwambia unataka kwa muoe Zainab binti Jahshi, kakake anaitwa Abdullah ibn Jahsh. Toto la kifalme. Na kipindiko sasa ule Uarabu ulivyo ule, bado walikuwa wana sembe za utumwa zile. Hawataki yani mtoto wao aolewe na mtu ambaye kanunuliwa utumwani. Mtume akatoka mpaka kwa Abdullah ibn Jahsh na Zaid. Kagonga mlango. Wewe jua historia. Wakafunguliwa mlango. Mtume anamwambia Abdullah ibn Jahsh na naenda Zaidu anataka kumuoa Zainab binti Jahsh. Zainab anamtazama Zaidu chini mpaka juu mpaka chini, anakamlinganisha.
Akaambia mimi wakuolewa na huyo? Unanichukuliaje? Uislamu unaunganisha baina ya mtu ambaye katoka utumwani na wakifalme. Hakuna mambo ya nani. Ajua nini huyu? Upo? Nipo bwana. Uislamu unaunganisha kwamba hakuna mtumwa, hakuna huru, hakuna mfalme, wote sawa. Zainabu anagoma kuolewa na Zaid bin Haritha. Mtume anamchukua Zaid, anaondoka naye. Jiani Mungu anateremsha 33:36. So 33:36. Soma. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Haiwi kwa mwanamume aliyeamini wala mwanamke aliyeamini. Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri, wawe na hiari katika shauri lao. Mtume njiani akaiteremshiwa aya, Abdullah ibn Jahsh akaisikia. Akaona sisi tumepinga kauli ya bwana Mtume Muhammad. Mtume kaamua hivi, si tumemgomea. Abdullah anamfuata dada yake Zainab binti Jahsh, anasema tumefanya jambo baya kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume katoa amri, sisi tumekataa lile jambo, tumefanya jambo baya kubwa sana tumelifanya. Kwa hiyo Zaid wamuoe Zainab binti Jahsh kwa hali yoyote. Abdullah anampa mkono Zaid bin Haritha, anamuoa Zainab binti Jahsh. Ndoa ile Zainab binti Jahsh ameolewa, lakini hamtaki Zaidu kwa sababu ni sio muungwana. Kwa hiyo ndoa ndani ilikuwa na matatizo makubwa sana. Sio, umeelewa? Ina matatizo Makubwa sana. Makubwa. Zaidu hana raha ya ndoa kwa sababu ile ndoa imekuja kwa sababu ya mtume tu. Wale wamekubali kwa sababu Mungu na mtume ndo wameamrisha hivyo. Lakini yule Zainab hakuwa na ridhaa katika hilo. Ilichukua miaka mingi, ndoa ina misukosuko sana ile. Hapa ndo kwenye pointi yake. Mungu aliteremsha aya wakati Zaid anakuja kushtaki kwa mtume ile ndoa ngumu, si mwezi ule mwanamke. Mtume anamwambia vumilia, ishi na mkeo, vumilia, ishi na mkeo, vumilia, ishi na mkeo, vumilia, ishi na mkeo. Kumbe wakati ule Mungu sasa kuna kitu anataka kukivunja kwa Waarabu, kwa Makuraishi. Kitu gani? Kwamba mtu ambaye atakaetiwa dosari na mtwana au na mtumwa hawezi kuolewa na mtu muhimu tena, kashaingia dosari, kwa sababu wanaoneka olewa na mtu ambaye sio muungwana. Akili yao ipo hivyo, sio Uislamu. Lakini ndo Mungu akateremsha 33:37. So 33:37 inasema, na wakumbushe ulipomwambia yule ambaye Mwenyezi Mungu ameneemesha kwa kumfikia Uislamu, na wewe ukamneemesha kwa kumpa uungwana. Umeona sasa? Zaidi story yake. Akapewa Uislamu, lakini Mungu anamwambia mtume, huyu Zaid wewe ukampa uungwana. Kwa nini umempa uungwana? Ukaenda kumpa mke. Ambapo desturi ya Makuraishi na Waarabu hawataki watoto wao waolewe na watu wasiokuwa wao. Lakini mtume akavunja ile desturi, akasema Zaid utamua Zainab binti Jahshi kwa sababu yeye anajifanya bwana mkubwa sana, wao wanajifanya ndio waungwana sana. Sasa Uislamu unakwenda kuvunja ile minyororo. Endelea. Naye ni Zaid, naye ni bwana Zaid bin Haritha, ulipomwambia shikamana na mkeo na umche Mwenyezi Mungu, usimuache. Usimuache anamwambia. Zaidi wanapopeleka zile kesi zile, mtume anamwambia usimuache, usimuache. Endelea sasa. Na ukafiche katika nafsi yako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyatoa, nayo ni kuwa Mwenyezi Mungu amekuamrisha umuoe wewe huyo mke atakapomuacha, ili iondoke ile itikadi iliyokuwa ikiitakidiwa ya kuwa mtoto wa kulea ni kama mtoto wa kumzaa.
kuna hoja? Hapana. Maneno yamenyoka. Mtume alitulemshiwa aya na Mwenyezi Mungu falamma falamma qada Zaidu minha wataran zawajnakaha. Mungu anamwambia Zaidu akimwacha huyo mwanamke, Muhammad tumekuozesha wewe. Kibinadamu aya imeshuka. Muhammad anawaogopa watu, watanambiaje? Watakuja kuniambia mimi nimeoa mtoto wa mwanangu. Kwa hiyo Mungu sasa hapo anamwambia Muhammad, uliyaficha haya maneno kwa kuogopa watu. Mungu anamwambia mtume, na mtume kuonyesha utume wa kweli. Kama asingekuwa mtume wa kweli, maneno analoambiwa na Mungu haya asingeyasema. Utasema neno ambalo linakufuta wewe mwenyewe. Hii kuonyesha kwamba wewe unasema kile ambacho Mungu kakwambia wewe mtume kweli. Na tushafundishwa kwamba mtume hazungumzi kwa matakwa yake. Sasa nini Mungu anaua hapa? Anaua nini? Anaua kwamba isifike mahala watu wakaona mtoto wa kulea akimuacha mke, wewe huwezi kuoa, au mtoto wa sio muungwana akimuoa mwanamke, yule mwanamke akiachwa, wewe huwezi kumuoa. Uislamu unafundisha hivyo, uadilifu. Turudi kwenye historia kidogo. Zaidi akamwacha yule mwanamke. Hapo society amwacha, na huko Qur'ani shashuka. Zaidi ukimwacha mwanamke, Muhammad tumekuozesha. Mtume anakaa na Zaidi siku anamwambia, mwanangu nataka kuoa mimi. Utakuoa? Sawa. Nataka mshenga uwe wewe. Sawa, utakwenda? Utakwenda anamuuliza. Uko kunipelekea ushenga, utakwenda? Naambia nitakwenda. Utakwenda? Nitakwenda. Nataka nimuoe Zainabu binti Jahsh. Yule aliyemwacha Zaidu. Nakwenda baba. Bila kupinga. Kwa nini apingi Zaidu? Anaona kuna utakaso hapa unatokea. Kumbe hata mimi ambaye sikuwa muungwana, kumbe hata nikiacha mke, kumbe hata mtume na utukufu wake wote anaweza akaoa. Kumbe baada ya Said kuna nimekupata. Funzo hapa, kuna funzo. Zaidi anakwenda nyumbani kwa Zainabu binti Jahsh. Anafika pale, wanagonga mlango, wanatoa salamu, anasema nimekuja. Anauliza umekuja na nini wakati tushaachana? Nimekuja, mtume kanituma, anataka kumuoa Zainabu binti Jahsh. Zainabu anashangilia. Kwa nini? Waarabu walikuwa washamsema vibaya kwamba wewe huolewi na mtu yoyote kwa sababu umekwenda kuolewa na mtu ambaye hakuwa muungwana. Sasa mtume analivua lile kwa Waarabu, kama mimi ni mbora kuliko nyinyi Waarabu, sasa mimi nakwenda kuvunja umnyololo, naoa mwanamke aliolewa na mtu asiyekuwa muungwana kama mnavodai, mimi sasa naoa. Akavunja ile zana mtume. Anajua nini huyo? Story yao. Anajua sababu hivyo vitu Sheikh Said ajui. Kabla ya kumzungumzia Zaidu katika nani, ilibidi kwanza ajue Zaidu ni nani kwa bwana mtume. Kwa bwana mtume. Na kwa nini yamefanyika haya mambo? Sio kutamani tu. Kwani kutamani mtume alishindwa kwenda kumuoa Zainabu binti Jahsh kabla ya nani? Wenyewe wanatamani kuolewa na mtume. Wenyewe wanatamani. Lakini mtume alikwenda kuvunja ule mnyororo uliowekwa wenyewe wanavyosema baina waungwana na watwana. Aliuvunja mtume. Zainabu akaolewa na bwana mtume Muhammad. Ya mtaani bora kuliko walivyokuwa wanamfikiria, kwani sasa ameenda kuolewa na mtume. Ilivunjika ile dhana ya utwana na ubwana hapo. Wanipata cha Zaidi? Ndio, nimekupata. Cha ziada? Cha ziada kipo, hakikosi. Sasa tumeona hapa kwamba mtoto Zaidu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nani na kwa nini sasa yeye anasema alimtamani. Kwa maana sasa tunatoa ile dhana kusema kwa lugha sasa hivi kwamba mtume alimzungukia yule, kumbe haikuwa hivyo kama anavyoelewa. Lakini swali moja, unahisi Sheikh Shafi kwa haya yote yanayoendelea kutokea baada ya kutoka kwenye midahalo ya nje na kuja kuvamia kwenye vijiji ambapo kwamba sisi naweza nikakusemea shekhe, unashindwa ule uwezo wa moja kwa moja kujitoa na kwenda kupambana
na sasa hivi wanatengenezwa watu kwenye mitandao. Unahisi yani wapi wamefeli na mpaka wanakimbilia huko? Ukristo sio dini Sheikh Saidi. Kwa hiyo ni dini ya mipango ya kutengeneza. Ndio maana hoja zao zinakuwa za kitoto, hazina logic. Ukisikiza hoja zake za huyu bwana mdogo kile anavyozungumza, hamna logic yoyote unaipata. Unajua kuna mtu anazungumza Sheikh Saidi, kuna kitu unajifunza, unamgeuza shule. Huyu jamaa anazungumza point, yani unamgeuza kwa hii shule, yani kuna kitu unasoma. Lakini kuna mtu ambaye anazungumza unamuona kabisa huyu hamna logic yoyote ya mazungumzo, porojo tu anazungumza ambazo hazina. Ndo huyu mtu anazungumza porojo, yani huwezi kukaa ukazungumza ukasikia kuna logic. Yani kuna kitu sasa unachukua kutoka kwake kwamba hiki kitu nilikuwa sikijui lakini sasa hivi nakifundisha. Kwa mfano mimi hapa leo nilizungumza na makameramani na wewe nikakwambia kwamba msamaha haufuti kosa, isipokuwa msamaha unafuta dhambi ya ile kosa. Wewe mwenyewe ulishangaa Kiswahili kikoje hiki. Sasa kuna vitu ambavyo unajifunza, mtu akizungumza kitu mdomoni unaona hii pointi kubwa sana unazungumza. Sasa asilimia kubwa ya watu hawajui Qur'ani, hawajui Biblia, hawajui vitabu vya Mungu. Wamekaa kiushabiki tu kwa sababu ya kumtukana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumtukana Mwenyezi Mungu, kutukana Uislamu. Ndio itikadi yao toka mwanzo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi dunia nzima inafanya kazi ya kupinga ukweli, yani kupingana na Uislamu mahama kana itakavyokuwa. Kwa ndio moto hivi vinaanzishwa vigenge, vitakuwa vinalipwa hela, vinafanya hivi. Kwa hiyo na sisi Waislamu tusimame kuisimamia dini yetu kwa hali na mali. Kuna watu ambao tumejitolea kwa nafsi zetu kwamba sisi hatufanyi chochote zaidi ya kupambania Uislamu. Na ndio maana kila siku unatukuta tupo tu kwenye mitandao, leo tumejibu hiki, tumefanya hivi. Kwa hiyo kikubwa nilikuwa naomba Waislamu watutazame kwa jicho la rehema kwamba tunakwenda sisi kupambania dini yao. Wao hawana nafasi ya kutoka, sisi tuna nafasi ya kutoka. Kwa hiyo watutazame ili tunakwendaje vijijini. Jana nilizungumza hapa, tunakwenda katika vijiji, tuna vijiji vina shida vya madrasa, kuna vijiji vina shida vya majuzuu, misafu. Tunataka majuzuu takriban 1000, misafu takriban 500 ambayo tunahitaji kwa ajili ya kwenda nayo. Tunahitaji usafiri, maspika, amplifier, maiki, kamera hizi za kuendea live, vyote tunavihitaji. Na niwashukuru tu baadhi ya marafiki zangu Waislamu wenzangu, ukiwaambia bwana tunakwenda sehemu fulani, basi wao wanafanya japo mchango wa mafuta. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatuna hata usafiri, hata KST kidogo ambacho cha kwenda nacho kwenda vijijini tunakikosa. Tunakwenda kupanda magari hivi, yani tunatabika kusema kweli. Lakini wa matukadimu li anfusikum min khairi tajidu, takikuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombe wadau wa channel zetu Waislamu wote kwamba tufanye hivyo. Kuna madrasa zinahitaji misafu, zinahitaji majuzu, al-mabadiul fiqhiyya, vinahitaji kitabu cha babu, hidayatul atfali, safina, bulughul marami, riyadhus salihin, vyote vinahitajika. Na bahati nzuri channel yetu watakuwa wanaona majuzu yanagaiwa, wataona walimu wa madrasa, majuzu misafu inagaiwa, wataona visima. Kuna watu wanahitaji madrasa, misikiti. Una kisima chako, si lazima si utupe pesa. Wewe tuambie tu bwana, mimi nina kisima, nitakupeleka bwana, chimba hapa kisima kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo niwaombe tusapoti dini ya Mwenyezi Mungu. Maisha mafupi haya, Mungu atatuliza duniani, tulisapoti vipi dini yake. Sheikh Saidi, umekuja duniani huna kitu, lakini ukaja duniani ukatafuta vitu kwa huna kitu. Lakini siku ya kiyama Mungu atakuuliza kuhusiana na vitu ulivyovifanya duniani. Sawa. Siku ya kiyama Mungu atakuuliza kuhusiana na vitu ambavyo kwamba umevitafuta duniani. Tulianza na dawa au kwa sema midahalo ambayo kwamba inahusika ya nje, na tuligusia sana midahalo ambayo inafanyika mjini, lakini tukawa tunaacha watu wa Kiislamu bila kuwafundisha. Na ndio maana shekhe amegusia kwamba lazima ipatikane sehemu ya madrasa ili wale watu wanaoweza kusilimu waweze kupata elimu ya dini yao, ambao kwamba wametoka katika dini nyingine na kuja katika Uislamu. Lakini si hivyo, tunakuwa na shida ya muendelezo wa midahalo ya nje kwa sababu ya gharama, tunashindwa sisi kuzimudu. Na ndio maana tunakuja kwenu kuwaomba mtuchangie safari hizi za dawa. Lakini si hivyo tu, bado wamekuja kwa upande wa maradhi, wanatupa maradhi, lakini vile vile wanatutangazia dawa ambazo kwamba zitatutoa katika itikadi yetu ya Uislamu na kwenda kwao. Pia hizo shekhe amezungumza zaidi, hasa katika yale mafuta ambayo kwamba shekhe amealeta katika jina la panguso kutoka kwenye jina la upako. Bado tukiendelea kupambana nayo, lakini hawajaishi hapo. Wakija katika kipengele cha mitandao na kuweza kutukana Uislamu na kuwataka wale watu ambao Waislamu
watoke katika njia ile waende katika njia ambayo si ya Kiislamu. Lakini pia shekhe hajaishia hapo, naye pia anapambana katika hizi dawa kupitia mitandao. Ombi lake kubwa kwenu ni kuwataka kuwezesha safari hizi za dawa huko vijijini ambao kwamba kumetokea matukio makubwa ya kuharibu imani za watu, kuwatoa katika dini ya Uislamu na kuwapeleka katika itikadi zao. Niseme nini? Shekhe ameshasema zaidi. Cha msingi, namba zinazopita hapo chini ndio ambazo kwamba zitakuwezesha wewe kuchangia ama kuwasiliana na sisi ama kufika katika ofisi za Sheikh Shafi na kuwasiliana naye ama kuona naye ili kuweza kuchangia kwa namna ambayo unaweza kufanya ili kuwezesha dawa hizi. Lakini niseme neno moja tu ambalo kwamba huwezi kushukuru. Kama huwezi kushukuru kidogo, basi hata kikubwa pia kitakushindwa kushukuru. Niseme kwa neno la lugha haushi ya Kiswahili, asante. Karibu katika muendelezo wa vipindi vyetu na uweze kufurahia vipindi ambavyo kwamba vinaendelea katika channel hii ya Ustadh Shafi Online TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.